Walikuwa wameniweka katikati Lipumba na Lissu. Mimi nikawatania nikamwambia kuniweka katikati sio hoja, maana hata Yesu Kristo aliwekwa katikati na wahalifu. Haki na amani ni kama kuku na mayai. Ni mwanzo wa ukurasa wa mahojiano maalum kutoka hapa Mwananchi Digital. Mwananchi Digital tumeanza safari ya kufanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali wa kisiasa katika taifa hili la Tanzania. Na kwa siku hii ya leo tunafungua ukurasa huo na mahojiano na makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Bara, Stephen Wasira. Timu nzima ya Mwananchi Digital imefunga safari kutoka Tabata relini pale yalipo makao makuu ya Mwananchi hadi katika ofisi ndogo za Chama cha Mapinduzi Lumumba jijini Dar es Salaam. Yote kwa yote ni kuzungumza na mzee Stephen Wasira. Na kwa bahati nzuri tu ni kwamba tutapata taarifa mbalimbali za Chama cha Mapinduzi, lakini atatupitisha kidogo kwenye masuala mbalimbali ya kiserikali, hasa ukizingatia ni miongoni mwa wanasiasa wakongwe zaidi nchini hapa Tanzania. Mimi naitwa Juma Isihaka, ndiye nitakaye kuongozea mahojiano haya, lakini niko na timu ya Mwananchi Digital. Wasira, karibu sana. Au wewe ndio tukaribisha? Sasa mimi nakukaribisha ofisini kwangu wala. Sasa utanikaribishaje ofisini? Lakini karibu kwenye kipindi. Sawa. Kipindi ninakiongoza mimi. Sasa. Kwa kuwa tumekuja kwenye chama sasa huku, ni kwamba CCM ndicho chama tawala na kilikuwepo tangu wakati huo. Ndicho chama ambacho kimeshika dola kwenye kati zote zile tangu kwanza kwa mfumo wa siasa za vyama vingi. Lakini ni CCM sasa hivi inaonekana kunyoshewa kidole kuhusu kukwama kwa baadhi ya mabadiliko, mathalani ya katiba, kupatikana kwa katiba mpya. Wako wanaoibua hoja wakidai kuwa CCM yenyewe ndio inayochelewesha hilo. Wewe hilo unalitazamaje ukiwa kama makamu mwenyekiti wa CCM? Nasema sio kweli. Wala sisemi kama makamu mwenyekiti wa chama, kama Wasira tu. Sio kweli. Sio kweli kwa sababu mwaka 2011 serikali ikiwa chini ya Jakaya Mrisho Kikwete alianzisha hoja ya kuandika katiba mpya 2011 na akatunga sheria ya kutuongoza kutoka kura ya maoni mpaka bunge la katiba. Alimteua kakaangu Joseph Sinde Warioba kuwa mwenyekiti wa kukusanya maoni. Ilikuwa ndio hatua ya kwanza ya kuunda ya kujaribu kuandika upya katiba. Baada ya hapo maoni yakaja kaandika, lakini sheria ile ilikuwa inataka yeye awasilishe maoni yake katika bunge maalum, bunge la katiba. Na bunge la katiba lilishirikisha wadau wengi sana. Lilikuwa na watu zaidi ya 600, nadhani 601. Kwa hiyo kamati au tume ya mzee Warioba iliwasilisha maoni na sheria ilisema katiba inayopendekezwa hatimaye itaandikwa na bunge la katiba. Kwa hiyo kulikuwa na mgawano wa kazi. Kulikuwa na tume ya Warioba inakusanya maoni, inayaandika, inayawasilisha katika bunge la katiba. Hatimaye bunge la katiba linaandika katiba inayopendekezwa. Na maana hapo katiba ile ingepelekwa kwa wananchi kwenda kupigiwa kura ya maoni ya ndio au hapana. Sasa kwamba CCM inakwamisha katiba, ndio hilo nataka kukuambia kwamba sio kweli, kwa sababu bunge lile lilikuwa na vyama vyote. Na wewe nadhani unawajua vizuri sana jamaa zangu wa Chadema. Ile bunge lilikuwa na Tundu Lissu, kulikuwa na Mbowe, kulikuwa na katibu mkuu anaitwa John Mnyika. Wote waliokuwa wabunge wa Chadema wakati ule walikuwa wamechaguliwa mwaka 2010, walikuwa wajumbe.
Mzee Lipumba hakuwa mbunge, lakini alikuwa mjumbe wa bunge lile, na ndio waliounda kitu kinaitwa Ukawa, kama unakumbuka historia vizuri. Ukawa ilikuwa ni Chadema, ilikuwa ni CUF pamoja na NLD. NLD haikuwa na nguvu sana, haikuwa na mbunge, lakini ilikuwa na mwenyekiti wake, alikuwa mbunge mle wa bunge la katiba, na watu wengine wengi, wajumbe kutoka makundi yote mengine ya NGOs, mashirika ya dini na kadhalika. Kwa hiyo tukakaa mle. Ile ripoti ya Warioba ilikuwa na sura 17 za kujadili na kuzikubali au kuzikataa, kuzirekebisha kadiri itakavyoonekana inafaa. Sasa moja katika jambo ambalo tulianza nalo ilikuwa ni muundo wa katiba ya muungano. Muundo wa muungano. Kwa tuliamua tuseme hivyo kwa sababu huwezi kuandika katiba ya muungano au katiba ya nchi yoyote bila kuona structure yenyewe ya nchi. Kwa hiyo structure ya nchi tulioizoea tulikuwa nayo sisi ya serikali mbili. Tume ya Warioba ilikuja na mawazo, wenyewe wanasema ni ya wananchi, lakini wananchi walikuwa wamegawanyika katika jambo hili. Wala si kweli kwamba wengi ndio waliotaka serikali tatu, sio kweli. Mimi nilisoma waliotaka serikali walikuwa kutoka Pemba, wanatoka Kigoma na Tabora kidogo, tena Tabora vyuo. Kwa hiyo huwezi kusema watu wengi ndio walitaka, sio kweli, kwa sababu mikoa yote haikusema mambo ya serikali tatu. Lakini sio hoja. Hoja ni kwamba kulikuwa na hoja ya serikali tatu na kulikuwa na hoja ya serikali mbili. Tukasema ili tuandike katiba inayo accommodate hali ya muungano wetu, ni lazima tukubaliane tunaandika katiba ambayo ni ya serikali tatu au tunaandika ya serikali mbili au ya serikali moja. Tukakubaliana. Na kwa kweli jamaa wanaosema sana hawa ndio waliandika kanuni ya namna bunge liendeshwe. Maana tulikusanyika, tulikuwa tunataka kanuni. Tunamkumbuka sana spika wa mstaafu wa bunge la wawakilishi, ndiye aliyekalia kiti akaendesha bunge lisiokuwa na kanuni. Alafu tukawatiwa wanasheria watusaidie kuandika kanuni. Katika wanasheria alikuwepo Tundu Lissu, kwa upande mmoja alikuwepo Jussa, unamjua Jussa, Ismail, walikuwepo sasa hivi yuko nadhani Natulia alikuwepo, na alikuwepo sasa hivi ni mkuu wa chuo cha Sauti kule Mwanza, Profesa Maharu. Wote ni wanasheria hao. Wote walikusanyika wakakaa, tumewatuma sisi watuandikie kanuni namna ya kuendesha lile bunge. Ndio walituletea kanuni kwamba kwa mambo ambayo hatuelewani yataamuliwa kwa kura. Mambo ambayo yanatugawanya yanaamuliwa kwa kura. Na ndio demokrasia yenyewe. Wengi wape na wachache wasikilizwe. Sasa tulikaa. Tukazungumza juu ya muungano na tukawa tukubaliani juu ya lazima tupige kura kwa mujibu wa kanuni zilizotengenezwa na wanasheria hao niliokuambia. Tukapiga kura, serikali mbili au serikali tatu. Serikali mbili ikashinda, serikali tatu ikashindwa kwa wingi wa kura kwa mujibu wa kanuni zilizotengenezwa na wanasheria hao. Sasa wenzetu kumbe wao katiba ilikuwa ni muundo wa muungano. Unajua, wasaidieni wa Tanzania walielewe jambo hili vizuri, kwa sababu kulaumu ni kazi rahisi sana. Basi wakasema sasa kama ni hivyo wao wanajitoa. Sasa walijitoa kwa kufukuzwa au walijitoa kwa kukata tamaa au walijitoa kwa kufikiria kwamba katiba ni muundo wa muungano.
ambayo kwa kweli muungano ni sehemu moja tu ndogo, kwa sababu katiba lazima izungumze mambo ya watu wengi, haki zao, haki za wakulima, haki za wafanyakazi, haki za walemavu, haki za wanawake, haki za vijana. Tuliandika mle hata haki za wale watu wanaitwa wahazabe, ambao wenyewe wanakula matunda tu. Kuna na wewe unaandika haki zao, maana ukikata misitu unavunja haki zao za kuishi. Na kwa hiyo katiba sio structure ya serikali, sio tume ya uchaguzi peke yake. Hapana, ni zaidi ya hapo. Sasa wao wakaona kumbe muungano na muundo ndio, na mimi sitakuwa shangaa sana kwa sababu kafu sera yao ilikuwa serikali tatu na wako kwenye Ukawa. Chadema wala serikali tatu haikuwa sera ya Chadema. Wao sera yao ilikuwa majimbo. Wewe unatoka wapi? Singida au wapi? Morogoro. Sasa Morogoro pale kuna nini? Uwe na jimbo. Mtakata misitu yote ya uzi. Mtaimaliza, mnatafuta mapato. Kwa hiyo ilikuwa sera ya Chadema ilikuwa ni majimbo. Na kwa kweli ni sera za kuiga, kwa sababu wenzetu wa Kenya wana majimbo, lakini historia yetu ni tofauti sana. Sisi ni unitary. Kwa miaka yote waasisi wetu wameunda nchi ya umoja. Ndio maana sikujui wewe unatoka wapi, huyu naye sijui anatoka wapi, lakini mimi naongea na nyinyi tu. Katika nchi za makabila wangekuwa najua wewe hasa kabila gani. Ungeshindwa kusema kabila yako, tungekuona kwa sura tu tukajua wewe kabila yako, maana kura hizi sura zinaenda na makabila. Sasa wao walitaka serikali, lakini hawakufika huko kwenye kujadili. Sasa wao wakaona afadhali waanzie kwenye serikali. Tukao wakaungana na kafu, wakapiga kura zikapungua, wakaamua kujitoa katika mazungumzo. Tulikuwa wajumbe 600 na mtu 101 nadhani. Wakajitoa mle 100 na kitu, 140. Wakabaki mle 400 na kitu. Sasa tukasema si jamaa wamejitoa, lakini kanuni walioiacha pale ni kwamba kanuni hili bunge hili litakuwa na halali likiwa na zaidi ya nusu. Sasa kama mko 400 na zaidi ya nusu na nusu ni 300, si halali ulikuwepo wa kuendelea. Tukaendelea. Tukasema labda jamaa watakuja. Tena sio kwamba tuliwapuuza hata kidogo. Mimi nilikutana na Tundu Lissu pamoja na Profesa Lipumba pale Blueberry ni Ubungo pale. Tumekutana tukajadiliana juu ya jambo hili wakiwa wametoka tangu saa 9 mpaka saa 12. Walikuwa wameniweka katikati Lipumba na Lissu. Mimi nikawatania nikamwambia kuniweka katikati sio hoja, maana hata Yesu Kristo aliwekwa katikati na wahalifu. Lakini bado walielewana, na mmoja hapo akasema nikumbuke kwenye ufalme wangu. Unafahamu? Kwa hiyo tukajadiliana kwa kirefu. Wakati wote tunatafuta nani hasa anataka kuzuia upatikanaji wa katiba. Tuliwalaumu kwamba wao wametoka haraka. Wangebaki mle, mambo yote ni kwambie, yote wanayoyasema leo, yote wanayoyataka kwenye katiba inayopendekezwa. Maana wao haki wanazungumza. Unajua haki, neno haki kutamka. Lakini haki si moja. Ziko haki za kikatiba kweli, ziko haki za kijamii, ziko haki za kiuchumi. Zote ni haki. Zote ni haki kabisa. Sisi labda nikwambie sisi tunavyoziona katika CCM. Katika CCM sisi madhumuni yetu ndio msingi wa chama hiki. Na yako kwenye katiba. Ndio msingi wa hiki chama. Katika moja ya madhumuni yetu ni kuona kwamba matumizi ya utajiri wa taifa yanatilia mkazo maendeleo ya wananchi, na hasa jitihada za kuondoa umaskini, ujinga na maradhi. Ni moja ya madhumuni yetu kama chama cha siasa. Sasa
unazungumza haki zipi? Haki ziko za katiba, za kisiasa, ziko haki za kijamii ambazo ndizo zinajibiwa na elimu na tiba. Zote zile ni haki. Sasa wenzetu waliona haki moja tu, haki ya kisiasa. Hata hiyo haki ya kisiasa, nenda utafute ile kitu wanaita katiba inayopendekezwa, utakuta kuna tume huru ya uchaguzi, na ndio wanaizungumza kila siku hapa. Utakuta mle ndani madaraka ya rais yanapunguzwa, tena yalipunguzwa kwa kusema rais au anakitiwa watu wachache tu, na sisi tunakubaliana naye. Hata rais mwenyewe juzi amesema sasa wale watu wanaenda kwenye mabodi ya biashara za serikali huko, wao wanafanya interview huko na wanateuana huko, kwa sababu wakati mwingine rais naye anapata shughuli ambayo anateua mtu mpaka amkute aseme wewe unaitwa nani wewe, akumbuke kwamba katika ile orodha na wewe ulikuwemo. Kwa hiyo wala si problem ya ajabu. Wanasema tupunguze madaraka ya rais. Nani anakataa kupunguza? Unapunguza nini? Ndio hoja. Kwa sababu sisi ni developing country, my friend. Lazima tuwe na serikali ambayo vina nguvu kidogo. Ama sivyo inakuwa ceremonial. Kwa maana kwamba rais hana powers zozote za kusimamia maendeleo. Kama mzee Wasira, unafikiri kitu gani hasa kwa developing country hizi kinapaswa kisipunguzwe kwa mamlaka ya urais, na kama ni kupunguzwa, kipunguzwe kipi kwa tija na mwenendo mzuri? Kuna mambo ambayo unaweza ukayaondoa na rais akaendelea kuwa powerful. Kwa mfano, unaweza ukaunda Civil Service Commission ambayo ndio ina promote watumishi wa serikali, inateua wakurugenzi na nchi inakwenda. Unaweza ukaunda Local Government Service Commission kama ambavyo ipo commission ya majaji. Majaji wataendelea kuteuliwa na rais kwa sababu ndivyo ilivyo dunia nzima. Lakini kuna mahakimu hawateuliwi na rais, lakini wako very powerful. Wale mahakimu wa Kisutu wale wanaweza kuhukumu mpaka ukachanganyikiwa, lakini hawateuliwi na rais. Unafahamu? Kwa hiyo viko vitu unaweza ukavipunguza kutoka kwenye urais, lakini bado ukamwacha rais akawa msimamizi wa nchi. Unajua katiba yetu ya sasa ni replica ya katiba ya Uingereza. Katiba ya Uingereza ina malkia au king. King hana madaraka ya serikali, lakini ndio mkuu wa nchi na ndio amiri jeshi mkuu wa majeshi ya Uingereza. Ndio. Lakini mambo ya kawaida ya kiserikali anaendesha waziri mkuu ambaye anatokana na chama chenye wabunge wengi. Lakini akitunga sheria pamoja na wabunge wake wengi, ile sheria lazima iwekewe saini na malkia au king. Ndio, kwa hiyo king plus wale wabunge ndio wana form parliament ya Uingereza. Na tulikopi huko. Sasa sisi hatuna king, kwa sababu tukutaka kuwa hapa na mtu ambaye anakuwa mkubwa wetu kwa kuzaliwa tuna mama yake. Kwa hiyo yaani ukizaliwa tuna mama yako unakuwa mkubwa wetu. Hiyo tulikata. Sasa tunataka nini? Tunakuwa na rais anateuliwa na watu wote. Ni simbo ya umoja wa taifa. Ndio. Ni simbo ya umoja wa taifa. Sasa huyu tunampa kazi 3. Kazi ya kwanza ni mkuu wa nchi, head of state. Alafu ni amiri jeshi, mkuu wa majeshi yetu, lakini vile vile ni mkuu wa serikali. Sasa kwa sababu ni mtu mmoja, wakati mwingine wanamchanganya sana. Kwa sababu wanamchanganya sana. Anapoteua majaji
anateua majaji kama head of state, mkuu wa nchi. Anapoamrisha majeshi ni amiri jeshi mkuu, ambazo kazi hizo kwa Waingereza zote zinafanywa na mtu mmoja, hizo mbili. Ya tatu ni serikali, yeye ndio mkuu wa serikali. Tungeweza kuwa na amiri jeshi na rais asiyekuwa na madaraka na tukawa na waziri mkuu mwenye madaraka. Sisi hapa hatuna. Yeye ndio mwenye mamlaka ya kuendesha serikali. Anateua mawaziri ili wamsaidie katika kazi yake hiyo ya kuendesha serikali na kuendesha nchi. Sasa anawateua wote, wale wote ni mawaziri wale, pamoja na prime minister. Naye ni waziri, ndio maana anaitwa minister, lakini ni prime, ili amsaidie rais katika kusimamia wale mawaziri katika kuendesha serikali ya rais huyu. Ndio structure yetu. Sasa structure ndio hiyo. Sasa ukiniuliza mnapunguza nini? Wakati ukifika tutaulizana, ukipunguza hiki athari itakuwa nini? Maana hampunguzi tu kama ngoma. Sawa. Wakati wa maelezo yako hapa uligusa kitu kinaitwa haki. Ukasema haki si kitu tu cha kawaida cha kutamka tu kawaida. Na sasa hivi kumekuwa na matamko mengi kuhusu haki na amani. Ndio. Liko kundi linalosema haki kwanza, kwa maana ya haki kama mzazi wa amani, lakini liko kundi linalosema amani kwanza, kwa sababu amani ndio msingi wa haki. Wewe upi mtazamo wako? Na mimi mitazamo yangu mimi inakubaliana na wote, ila nasema haki na amani ni kama kuku na mayai. Ndio. Yai nani anaanza? Ni kuku anayetaga mayai au ni yai linalototoa kuku? Umepata headline eh? Kwa sababu ngoja nikwambie ukweli, haiwezekani ukazungumza haki in isolation. Haki lazima ipatikane katika setting kabisa. Na kama unabisha, nenda Goma ukatafute haki, utaikuta haki ya watu ambao leo wamelala hapa, kesho na magodoro wanakimbilia kijiji cha pili. Nenda Gaza ukatafute haki, haipo. Lakini mahali ambapo kuna amani, haki, hata ikikosekana haki inadaiwa, na inadaiwa kwa misingi ya amani. Ukivuruga amani, utakuwa unaimba haki theoretically, lakini haitakuwepo. Kwa hiyo kuna uhusiano mkubwa kati ya amani na haki, sawa na kuku na yai. Lakini hata huko Goma ambako sasa hivi huwezi kuidai haki, kilichotokea pengine ni matokeo ya kuvunjwa haki. Sio kweli, not necessarily. Imevunjwa haki ya nani? Pale kuna M23 imetokea mahala, imekuja pale, inataka madini, inataka dhahabu za Kongo. Sasa haki imevunjwa na nani? Wakati Lumumba alipokuwa amechaguliwa kuwa prime minister wa Kongo, very popular, wa Kongo wako watu walikuja pale wakamuua, wakamuingiza kwenye pipa la gesi, wakamchoma. Haki gani ilikuwa imepotea? Haki ya watu wa Kongo au haki ya wanje waliomchoma? It's complicated. Sawa kabisa. Ni complicated. Endelea na lingine. Makamu, baada ya yote haya tunakwenda kwenye maridhiano na CCM imekuwa kupitia viongozi wake mkiwemo wewe mmekuwa mkizungumza kuhusu haja ya maridhiano, mshikamano, lakini umoja, kurudi huko. Maridhiano haya wewe unadhani yanapaswa kuwaje? Yanapaswa kuwa ya nani na nani? Kuridhiana katika nini?
Ni maridhiano ya jamii, ni maridhiano ya jamii. No, serikali inaongoza jamii kuridhiana, kwa sababu hili jambo kwa mfano la Oktoba halikuumiza serikali peke yake, limeathiri jamii. Unaelewa, jamii imeathirika sana. Kwa hiyo unapoiambia jamii, na jamii ina watu wengi, ina vijana ambao wanasema ndio waliotoka kufanya, jamii na watu wazima ambao waliathirika, jamii na watu ambao ndugu zao wameuawa katika hiyo fujo, jamii na watu ambao wamepoteza mali, wamechomewa mali zao, magari, nyumba. Unaelewa? Hao wote ni jamii. Sasa unapotaka kuridhiana lazima ulete makundi haya yote pamoja, tuzungumze jamani, hapo ndipo tulipofika. Way forward inakwaje? Ndio tunaridhiana hivyo sasa. Lakini makamu, unafikiri tunaweza kwenda kwenye maridhiano wakati huku kuna kesi zinazotajwa kuwa za kisiasa na kadhalika? Pengine hiyo tunakwenda hiyo sasa ndio umeleta kesi ambayo kwa wale waliokutuma. Ngoja nikwambie ngoja nikwambie my friend, hakuna kesi ya siasa hapa. Kosa ambalo tunafanya ni kufikiria kwamba mimi Wasira nikiwa makamu mwenyekiti nina uhuru wa kufanya kosa nikapiga mtu ngumi pale, alafu makamu wangu ukanikavu. Hiyo sio sawa. Na wala maridhiano sio badala ya sheria. Maridhiano hayakubadili sheria. Kuna penal code. Ukikosea na wanasema wanasheria hao, tena chama unachokisemea hapa ndicho inakijua kinasema hakuna mtu ambaye yuko juu ya nini, ya sheria. Kwa hiyo ukiwa political leader unatakiwa kurespect sheria. Ukikosea sheria utashtakiwa, utakamatwa kama raia mwingine. Kule Marekani si ndiko tunakokwenda kushtaki mambo yetu. Huyo ni Trump, mpaka anaapishwa alikuwa na kesi 6 za jinai. Tena aliponapona, alikuwa mjanja, alikuwa anafanya zinaahirishwa upesi ili uchaguzi uwahi, ili apone. Angekuwa jela yule. Lakini is a former president of America. Nasikia nobody is above the law. Na usichanganye maridhiano na uhalifu. Alafu wahalifu si watu wa vyama vya siasa peke yao, isipokuwa kuna chama kimoja tu. Wewe kama ni mwanachama ukikamatwa, unasema mwanachama wetu leo amekamatwa, hawaulizi amekosa nini. Utadhania wanachama wake hiyo ndio kosa. It's not true. Utakijua mwenyewe, utakitafuta. Wewe si mwandishi wa habari. Kwa sababu nchi ina watu milioni 60. Yaani wanaokosa watakuwa wanachama wa chama fulani tu. Mbona sisi CCM hivi wanachama wa CCM hawako jela? Mbona wapo? Mbona wanaharifu? Ila sisi hatusemi mwanachama wetu amekamatwa. Amekamatwa mharifu. Sisi wanachama wake hiyo ni secondary kwa case, kwa sheria. Lakini sheria ni kwa ajili ya kulinda watu wote. Sasa huwezi kusema hapa kuna kesi za siasa. Kesi za siasa gani? Wewe ukifanya makosa ukavunja sheria inakuwa kesi ya siasa. Na kesi za siasa waziendi mahakamani. Nienda nchi zote ambazo zina wafungwa wa kisiasa, they don't go to court. Court pale ndio kuna due process. Kesi ya kisiasa haikupi haki ya kujitetea. Hii inatosha. Sawa.